Naomba kufahamia kwanza, wakati rais analihutubia bunge alitoa kama maelekezo au ushauri ya kwamba kuna wale vijana walioshiriki zile vurugu kwa kufuata mkumbo, na alisema baada ya uchunguzi na nini wale waachiwe, na wametokea wananchi kadhaa mahakamani na nini, lakini bado hiyo. Pengine nini neno la serikali kuhusu hao? Pamoja na hilo kumejitokeza videos lakini na wananchi wanaolalamikia hawajawaona ndugu zao, kwa maana miili ya hao au ndugu zao waliotoweka tangu hiyo siku ya vurugu. Wanasema imekuwa vigumu ku access ama miili au kuwapata hao ndugu zao. Pengine kauli ya serikali ni nini kwenye hilo? Lakini tume inafanya hiyo. Pengine msemaji, tunaweza kupata idadi ya, kwa sababu vimezungumzwa vingi sana huko nje ya nchi nini na vyombo vya habari hivi vya kimataifa, wako wanaotaja idadi ya vifo, wako wanaotaja idadi mbalimbali. Serikali kwa sasa inaweza kutueleza uhalisia wa idadi? Asante Isiaka. Vijana, maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwanza yameanza kutekelezwa. Wako ambao, na Mheshimiwa ningependa kuweka vizuri, Mheshimiwa Rais alielekeza wale vijana ambao DPP ataona walienda kwenye vurugu zile kwa kufuata mkumbo waachiwe, na hii kazi inaendelea kwa sababu wao watu walikuwa wengi. Inaendelea kufanya uchambuzi, na wale ambao uchambuzi unakamilika wanaachiwa na wanarudi majumbani kwao, na kazi itaendelea mpaka itakapokuwa imekamilika. Wananchi wanatafuta ndugu zao. Katika hatua hii, kwanza mimi ningetoa wito, sehemu sahihi nadhani ni kwenda polisi, sababu polisi wao ndio wanaweza kufanya hizo jitihada za kutafuta walipo, na kama kutakuwa kuna maelekezo mengine huko polisi ndiko ambako wanaweza kujua. Kwa sasa hivi mimi siwezi kuwa na majibu, kwa sababu unajua haya ni matukio ambayo yalitokea wakati wa vurugu. Tume inaendelea kufanya uchunguzi. Tume itakapokamilisha pengine itakuwa imepata taarifa nyingi zaidi ambazo pia Watanzania watajulishwa. Ila katika hatua hii ni vizuri tukaendelea kwenye utaratibu wetu wa kawaida. Pale unapokuta jamaa yako hapatikani, basi unakwenda polisi. Mambo mengine tutaambiwa tume itakapokuwa imekamilisha kazi yake. Kuhusu idadi, hali kadhalika ni ngumu sasa hivi kusema ni idadi kiasi gani, kwa sababu tathmini inaendelea. Tume inaendelea na kazi yake, itakamilisha, tutapata hizo takwimu. Kwa sasa hivi mtu yeyote anayetoa takwimu ni uchochezi. Takwimu zinatakiwa zitoke kwenye vyanzo rasmi ambavyo vimezalisha takwimu hizo baada ya kufanya tathmini. Leo nikikuuliza hapa, Juma, nani kahesabu walioumia, waliofariki dunia? Nani kahesabu? Chombo cha habari reputable unaendaje unataja takwimu? Hapo umemnukuu kiongozi wa chama cha siasa. How is that professional? Umemnukuu mwanaharakati ana machinery ya kuhesabu watu, ana machinery ya kuhesabu vifo. Takwimu wamezitoa wapi? Kwa hiyo mimi nafikiri tuwe na subira, lakini pia nataka kuendelea kusisitiza yaliyotokea hayakuwa mambo mazuri. Kila mmoja ana majonzi, kila mmoja ana masikitiko makubwa, kila mmoja ameumia. Tuwe watulivu, vyombo vifanye kazi yake, tathmini itafanyika, taarifa zitatolewa.